Umoja wa Wanyia mkoa wa Songwe wametembelea hospitali ya wilaya Mbozi na shule ya msingi Mwenge ya uhitaji maalum. Aidha, umoja huo umeguswa na wahitaji hao kwani wana haki ya kupewa faraja, pia kuiomba taasisi ama shirika binafsi kuguswa na wahitaji mbalimbali katika jamii inayowazunguka. Waliopo wenye sare hawa ni wanachama, lakini kwa uchache nimeongozana na makamu mwenyekiti anaitwa Tumaini Mkondia, naomba nyoshe mkono pale. Lakini pia nina wajumbe kwenye kamati kama kamati tendaji, naomba wale walipo wanyoshe mikono. Asante. Pia na wanachama kama kikundi chetu cha umoja wa Wanyia tuko 100 mpaka sasa 164. Hawa ni wachache tu ambao wamewakilisha, wengine wameona ni zoezi ambalo tulipanga muda mrefu tukawa tunaahirisha. Tukaona sio vema tunaahirisha kila siku, tumeona tuje ili tumalize hili zoezi. Kama ni ratiba tunaipanga siku nyingine kwa tukio jingine, hiyo ni nyingine. Sisi kama umoja wa Wanyia tumeona tufanye matendo ya huruma kwa watoto wetu hapa au mabinti zetu walioko hapa shuleni. Kwa vichache tulivinavyo, tumekuja na godoro pisi 9, tumekuja na mafuta lita 10, tumekuja na sabuni ya mche katoni 1, tumekuja na sabuni ya unga, sukari katoni 1 na pedi, kwa hiyo na mafuta ya kupaka kama dazani 2. Tumefurahi pia kuona walimu wanavyoendelea kuwaelekeza namna ya kushangilia. Karibisha huyu hapa mnamuona ndio mwalimu mkuu wa nini wa kitengo. Karibu bwana, uwasikie nani uonge nao watu. Karibu sana. Asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru sana kwa ujio wenu, kuwa msafara pamoja na mkuu wa msafara pamoja na viongozi wengine waliofuatana nao pamoja na wajumbe. Karibuni sana Mwenge. Na poleni na safari, na poleni na hongera kwa mipango yenu. Unajua kutoa ni moyo wala sio utajiri. Tunajua zipo sehemu nyingi sana ambazo pengine mlikuwa mnazifikiria na hata ikafika muda mkatufikiria na sisi. Lakini sema sisi watu wenye ulemavu, wenzangu walikuwa wanasema sisi watu wenye ulemavu wao ni walimu wataalamu kwa namna nyingine, lakini mwenye ulemavu kama mimi ninavyoona wenzangu kama hivi mnavyokuja kutuona, nakumbuka hata hizo enzi nasoma shule za msingi vioni huko na wapi, tukikuta wageni kama ninyi hapa tunafurahi, kumbe na sisi tunakumbukwa. Ukiangalia mazingira yenyewe tunakotoka labda ni mbali, lakini tunapopata wageni kama ninyi tunaona ni faraja kubwa sana, kwa sababu sio wengi wanaothamini watu wenye ulemavu. Lakini ingawa baada ya muda fulani kuna kauli moja, mwanafalsafa mmoja kaanzisha kauli moja, anasema sisi wote ni walemavu watarajiwa, kwa sababu namna tunavyoishi katika jamii yetu, ulemavu unaweza ukakupata kwa namna yoyote. Kwa hiyo mnavyofanya hivi kwetu, mnafanya yale maagizo ambayo Mungu alituma ya namna kuweza kusaidia watu ambao wana